Miaka 5 iliyopita, mradi wa kituo cha watoto uliolenga kuboresha makazi ya watoto ambao familia zao hazikuweza kumudu kujenga, sasa umekamilika, ambapo msimamizi wa mradi huu, Mchungaji Alfravian Mandago wa kanisa la Mennonite Nyashimo wilayani Busega, anaeleza namna walivyoguswa na kupelekea kuratibu mradi huu kwa kushirikiana na shirika la Compassion Tanzania. Hali ya makazi katika jamii yetu ni hatarishi na si salama kabisa kwa ulinzi na usalama wa watoto, kwani nyingi zimejengwa kwa tope. Hali hii inachochea vitendo na matukio ya unyanyasaji wa watoto huko majumbani. Mafanikio kupitia wafadhili wa shirika la Compassion Tanzania yanadhihirika kwa tukio hili la kukabidhi nyumba 4 kwa wanufaika wa mradi uliogharimu jumla ya fedha zaidi ya milioni 20. Tulikuwa tukiishi na watoto, ni chumba kimoja na sebule. Kwa tunalala watoto wengi, wengine wanalala sebuleni, wengine tunalala nao chumbani. Manake nilipanga cha kwangu na kingine kwa ajili ya watoto, japokuwa hakikuwa salama zaidi, kulikuwa na ufa. Ina maana ukifungua mlango hadi wewe mwenyewe mzazi unakuwa unashikilia moyo, unasema hiki kikija kudondoke, na maana watoto wangu wote hawapo salama. Kwa kweli mwitikio umekuwa ni mkubwa. Wazazi sasa wanapokea elimu hii na wanaelewa umuhimu wa kuwa na nyumba bora na makazi bora kwa ajili ya ulinzi na usalama wa watoto wao. Katibu Tawala wilaya Busega Bisangai Mambai analishukuru shirika la Compassion kuwa sehemu ya maendeleo ya mtoto kwa kutekeleza mpango huu na kusaidia kwa kiasi kikubwa serikali. Kwa mimi nizidi kuwashukuru sana wafadhili wetu wa International Tanzania Compassion kwa kuendelea kutushika mkono sisi kama serikali. Watoto hawa wanaishi na wazazi wao. Niombe walezi tuwalee watoto katika njia njema, lakini pia tuzidi kuwaboreshea mazingira yao. Amesisitiza jamii kutenga muda kukaa karibu na watoto kutokana na changamoto zinazoikabili jamii kwa sasa. Kuna mambo mengi sana yanatokea ya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili. Lazima tuyaseme, lakini lazima pia tuwafundishe watoto, tusiyafumbie macho. Haya mambo yapo. Kwa hiyo wazazi, ni jukumu letu kukaa karibu na watoto, wazazi pamoja na walezi.